Moja kati ya kitu ambacho nimekigundua ni kwamba Iran wanaitaka sana vita na Marekani. Yaani sasa hivi ndo ninaelewa kwamba ni ukweli usiopingika, Iran wanaitaka vita na Marekani. Vinginevyo Marekani akubali kuitangaza Iran kwamba ni taifa ambalo limeshindikana. Na sijajua Iran wanatoa wapi kiburi. Kwa nini nazungumza hivyo? Ijumaa hii ambayo kimsingi itakuwa ni tarehe 6 ya mwezi wa pili mwaka 2026, ilikuwa ni siku ambayo yalikuwa yanatarajiwa kufanyika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran. Sasa mazungumzo hayo, unaambiwa mazungumzo kati ya Iran pamoja na Marekani ambayo yalitakiwa kufanyika Ijumaa hii yameondolewa au yamesitishwa baada ya Iran kugomea eneo ambalo Marekani wamelitafuta kwa ajili ya kufanyia mazungumzo. Wao wanataka mazungumzo yakafanyike Oman, lakini Marekani anataka mazungumzo yaende yakafanyike kule Uturuki. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na moja kati ya watu ambao wapo karibu na watu wa maamuzi wa Marekani, wanasema kwamba Iran iliulizwa swali moja. Iran yenyewe kwanza ilikataa, ikasema sisi hatutaki kukaa kwenye mazungumzo hayo. Na mazungumzo hayo mnajua ilikuwa naongelea nini? Ilikuwa naongelea kuhusiana masuala ya nyuklia. Sasa Iran imesema hatutaki kama tutakaa kwenye kikao kinachozungumzia masuala ya nyuklia, na hatutaki kama tutakwenda kufanyia mkutano huo kule Uturuki. Badala yake sisi tunataka tukafanyie mazungumzo hayo kule Oman. Na kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Secretary wa Marekani Marco Rubio, amezungumza kwamba mazungumzo ambayo yalikuwa yanatakiwa yafanyike yangekuwa bora zaidi kama yangezungumzia au yangehusisha masuala ya nyuklia za Iran au mipango ya Iran kutengeneza silaha za nyuklia, pamoja na mipango ya Iran kumiliki hizo ballistic missile, kwa maana ya Marekani wanataka Iran iachane na hiyo habari ya kuendelea kutengeneza hayo makombora ya nyuklia. Sasa wa Iran wenyewe wamesema sisi hatutaki, na kauli hizi za wa Iran zinakuja zikiwa zimeambatana na matukio mengine kadhaa ambayo yamefanyika. Matukio hayo ambayo yamefanyika ni kwamba Iran ni kama wanavuka ule mstari mwekundu wa mgogoro kati yao pamoja na Marekani. Unajua kwa nini wanavuka mstari mwekundu? Leo tunapozungumza tarehe 4 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Iran, yani jeshi la Iran limewajaribu wanajeshi wa jeshi la wanamaji wa Marekani mara 2 ndani ya masaa machache kabla ya hayo mazungumzo ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyika Oman. Iran wamefanya kile ambacho wanasema ni operation za kupima uvumilivu wa Marekani au vikosi vya Marekani katika bahari ya Arabia, ambapo wametekeleza matukio mawili ya makabiliano ambayo yametokea kwa muda mfupi sana, yakilenga kupima namna Marekani ambavyo itaitikia kabla ya mazungumzo ya nyuklia ambayo yalikuwa yanatakiwa kufanyika huko Oman. Na hatua hii ya kwanza ni kwamba ile ndege isiyokuwa na rubani ya ujasusi ya Iran ambayo ilidaiwa kuwa ni aina ya Shahidi 129 au toleo jipya la Shahidi 139 iliruka karibu na kikosi cha meli za kubebea ndege cha Marekani USA Abraham Lincoln kama ambavyo niliwaambia, na ikadunguliwa na zile ndege za kivita za Marekani aina ya F-35C. Sasa pamoja na kwamba ilidunguliwa, ni kwamba huu ulikuwa ni mpango wa Iran ambao ulikuwa umelenga kuirusha hizo drone kwa ajili ya kukusanya taarifa muhimu kuhusu taratibu za ulinzi na majibu ya kijeshi ya Marekani. Baadaye boti za mashambulizi ya haraka za Iran zilikaribia pia na kujaribu kuizuia meli ya mafuta ya Stena Imperative ambayo imebeba bendera ya Marekani katika maji ya kimataifa, tukio ambalo lililazimu jeshi la wanamaji wa Marekani kupeleka meli ya kivita ya US M4 ili kutoa ulinzi na kuzuia hatari zaidi. Ni matukio mawili ambayo yamefanywa na Iran ndani ya masaa 24. Yaani hii ndio inaitwa ni kuvuka mstari mwekundu. Kwa nini walikuwa wanafanya hivi? Iran wanasema wao walikuwa wanapima kanuni za matumizi ya nguvu, kwa maana ile rules of engagement za Marekani
chini ya utawala wa rais wa Marekani bwana Donald Trump. Lakini la pili, Irani wamefanya hivyo kuonesha uwezo wa Irani kutishia makundi ya meli za kubeba ndege na njia muhimu za usafirishaji wa mafuta. Lakini tatu, Irani wamesema wamefanya hivyo kuimarisha msimamo wa Teheran kabla ya mazungumzo ya hiyo nyuklia ambayo yalipangwa kufanyika hiyo Ijumaa, ambao na yenyewe wameagomea. Lakini nne, wamesema wamefanya hivyo kutoa onyo kwamba shambulio lolote la mapema kutoka Marekani linaweza kuchochea ongezeko la mapigano ya baharini katika ghuba ya Uajemi. Kwa hiyo Waajemi wamechangamka, Waajemi hawa wamevurugwa, wanaitaka vita. Iran wanaitaka vita, na vita ambayo wanaitaka, unaweza ukaona kila onyo ambalo limetolewa na Marekani, Wairani wamelifanya kwa vitendo. Wairan walikwenda kinyume na onyo la Marekani kwamba mkijaribu kuwapiga waandamanaji tutawashambulia. Wairani wakawapiga waandamanaji na wakasema tumeua zaidi ya waandamanaji 1,300 sijui. Marekani wakaja wakasema msiwanyonge wale ambao walikutikana na hatia pengine kwenye maandamano. Irani ikawanyonga. Marekani wakasema hatutaki mrutubishe nyuklia. Irani ikafanya majaribio. Kwa hiyo unaweza ukaona huu mstari mwekundu ambao ninawaambia mabibi na mabwana kwamba umevukwa, ni ukweli, umevukwa. Mstari mwekundu umevukwa na Wamarekani hawana cha kuifanya Iran. Na niliwaambia kwamba Iran wamesema kwamba wao hawataki kushiriki kwenye mazungumzo na Marekani, mazungumzo ambayo yalitakiwa kufanyika huko Uturuki, na badala yake wao wamesema wanataka yafanyike Oman. Na ajenda ya mkutano kati ya Marekani pamoja na Iran, wa Iran wenyewe wamesema inatakiwa ajenda zipunguzwe. Moja kati ya ajenda ambayo inatakiwa iondolewe ni ajenda ya nyuklia, lakini pia iondolewe ajenda ya Iran kumiliki makombora ya ballistic, hatua ambayo inaongeza changamoto mpya kwenye hizo juhudi za kidiplomasia ambazo tayari zimeanza kuonekana zimeshindikana kutokana na mvutano mkubwa wa kijeshi ambao unaendelea kuongezeka. Sasa Iran ndio ambao wamebadilisha mahali na ajenda ya mazungumzo ambayo mapema yalikuwa yamepangwa kufanyika Ijumaa mjini Istanbul, na haya yanajili wakati Marekani wakiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi kule Mashariki ya Kati. Na wale ambao ni wahusika wakuu wa kikanda wamekuwa wakitafuta namna gani ya itapatikana suluhu ya mkwamo ambayo imesababisha vitisho vya pande zote vya mashambulizi ya anga na kuchochea hofu ya mzozo kupanuka na kuwa vita kubwa kati ya Iran pamoja na hiyo Marekani. Na jeshi la Marekani tarehe 3 mwezi wa pili mwaka 2026 lilikuwa limetoa tangazo kwamba eti wamedungua hiyo drone. Walivyokuwa wapuuzi, hawakujua, na wao wenyewe wanajiita ni wazee wa ujasusi, wazee wa intelijensia, ila hawakujua kwamba drone ambayo wanasema walidungua ilikuwa ni drone ambayo imetumwa na Iran maalum kwa ajili ya kufanya upelelezi na kutuma picha ambazo zilikuwa zina kazi maalum kule Iran. Rais wa Marekani ambaye Jumatatu alisema kwamba mambo mabaya huenda yakatokea iwapo makubaliano hayatapatikana na Iran, aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Akasema hivi, wanafanya mazungumzo na Iran, lakini hakutoa maelezo zaidi kwamba mazungumzo hayo yanahusu nini. Lakini pamoja na mambo mengine, Iran yenyewe ilisema inalenga kubadilisha mfumo wa mazungumzo, lakini pia wanataka kupunguza upana wa mazungumzo au wingi wa mambo ambayo wanatakiwa kujadili kati ya Iran pamoja na Marekani. Niliona yule msemaji wa ikulu ya White House, Caroline, alisema kwamba mazungumzo ya Iran na Marekani bado yanatarajiwa kufanyika baadaye wiki hii, lakini wakati wakiendelea kujiandaa tayari yule bwana Michael Rubio, Steve Witkoff tayari yupo huko Uturuki. Washikaji wa Iran wamefinyia kwa ndani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran alisema mashauriano kuhusu mahali pa kufanyika kwa mazungumzo bado yalikuwa yanaendelea, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa ni kwamba Iran wao walikuwa wamependekeza, wakasema tutakuwa comfortable sana kufanyia mazungumzo Oman au katika taifa jingine, ila sio Uturuki. Mnajua kwa nini hawataki Uturuki? Yule rais wa Uturuki yule ni ndumila kuwili. Recep Tayyip Erdogan ni ndumila kuwili. Na ndio maana huwa mnaona mara nyingi sana hata wanapokutana na bwana Vladimir Putin hauwezi kuona wanazungumza issue nyingi sana ambazo ni sensitive
kama ambavyo utakuta labda wanaongea na Alexander Lukashenko wa kule Belarus. Na ni kwamba mkwe wa Rais Trump ambaye kamuoa mtoto wake na Trump, ambaye anafahamika kama Jared Kushner, alikuwa anatajwa kuwa ni miongoni mwa watu ambao wanatarajiwa kushiriki katika mazungumzo, ambapo Witkoff na waziri wa mambo ya nje ya Iran Abbas Araghchi walikuwa wanatakiwa kushiriki katika mazungumzo hayo. Na mapema mawaziri kutoka mataifa kadhaa ya kieneo ikiwemo Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Misri na Umoja wa Falme za Kiarabu walisema watahudhuria. Lakini ni kwamba Tehran inataka mazungumzo ya pande mbili pekee kati ya Iran pamoja na Marekani. Yaani Iran sasa hivi ndio wanaoiongoza Marekani. Yaani Marekani yeye alisema anataka hayo mataifa mengine, sijui Pakistan, sijui Qatar, sijui Saudi Arabia, sijui Misri, sijui Falme za Kiarabu kwa maana huko Dubai, alikuwa anasema washiriki kwenye mazungumzo. Baadaye Iran akasema sitaki. Mimi ninachohitaji nataka tukae kwanza mimi na wanaume wawili tukae tuzungumze, halafu baadaye tuje tuwashirikishe watoto. Sijui nini ambacho kitatokea, lakini mabibi na mabwana, tunaweza tukakubaliana pamoja kabisa kwamba hiyo Iran ni taifa fulani hivi, ni taifa kubwa. Iran ni taifa kubwa. Narudia tena kuambia, Iran ni taifa kubwa, na Iran ni taifa ambalo naweza nikasema linajiamini kuliko taifa jingine lolote lile kwa sasa hivi kwenye karne hii tuliyokuwa nayo. Unajua ni kwa sababu gani? Kwa sababu Iran analeta kiburi katikati, yani yeye amesimama katikati ya mataifa ambayo tayari yamekwisha kupata madhira ya Marekani. Amesimama katikati ya Palestina, imepata madhira ya Marekani. Katikati ya Syria, imepata madhira ya Marekani. Katikati ya Iraq, imepata madhira ya Marekani. Katikati ya Saudi Arabia, imepata madhira ya Marekani. Lakini yeye amewavimbia, amewaambia mimi ninataka mnisikilize mimi kitu ambacho ninataka nikizungumze. Na Wairani wenyewe wamesema kwamba kwanza hawataki yawepo masharti. Sawa? Lakini pia wanasema wao eti Marekani silisema inataka zile kilogram 400 za uranium ambayo imerutubishwa inatakiwa zikabidhiwe kwa huyo Marekani. Wao wamesema no. Kwa hiyo Irani sasa hivi ameendelea kujiimarisha. Na nimeona Michael Rubio, unajua alichozungumza leo Michael Rubio. Sasa hivi wana program moja hivi ambayo inahusiana na masuala ya madini, wameizindua leo tarehe 4 mwezi wa pili mwaka 2026 wa Marekani. Michael Rubio amesema hivi, anasema Iran wanapitia maisha magumu sana. Hali ya maisha kule Iran ni ngumu sana. Lakini serikali ya Iran haiwezi ikaruhusu raia wake wakazungumza kuhusiana na ugumu huo. Na anasema unajua kwa nini ugumu unakuja? Sio kwamba hawana rasilimali. Anasema rasilimali wanazo nyingi sana. Ila kwa mujibu wa Marekani, wanasema Iran viongozi wake wanatumia rasilimali za Iran kwa ajili ya kufadhili vikundi vya kigaidi. Wanafadhili sijui vikundi vya Hezbollah huko Lebanon, sijui wanafadhili vikundi gani. Hao ni wa Marekani. Ndio ambavyo wamezungumza leo wakati wanazindua huo mpango ambao unadili na masuala ya madini. Wanatafuta madini zile rare wealth zote, sijui zinc, sijui nickel, sijui lithium, sijui madini gani, ndio wanayotafuta kwa gharama yoyote ile. Kwa hiyo popote pale ambapo unaisikia Iran katika namna ambavyo inazungumzwa, aidha ni kwa udhaifu wake, yeyote ambaye anaizungumza Iran kwa udhaifu wake, mwambie anatakiwa aende akasome vizuri baadhi ya kurasa ambazo ameshindwa kuzisoma zinazoielezea hiyo Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.